Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limetoa mwongozo mpya wa maboresho ya liturujia nchini, ikilenga kurudisha heshima na utulivu unaopaswa kuambatana na maadhimisho ya Ekaristi Takatifu na sakramenti nyingine za Kanisa. Kupitia waraka rasmi uliotolewa tarehe 19 Juni 2025 baada ya kikao cha 109 cha mkutano mkuu wa baraza hilo kilichofanyika Kurasini jijini Dar es Salaam, maaskofu wameeleza kuwa maadhimisho mengi yameanza kupoteza ukomavu wa kiroho kutokana na mwingiliano wa matangazo na hotuba zisizo na tija. Katika mwongozo huo, TEC imeeleza kuwa kuanzia sasa misa takatifu. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Qur'an. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. Itaanza mara moja bila utangulizi wa maneno marefu, maelezo ya utangulizi au katekisia yanayofanyika kabla ya maandamano ya kuingia kwa maadhimisho. Kadhalika, baada ya sala ya komunio haitakuwapo hotuba za pongezi kama ilivyozoeleka. Badala yake, mwadhimishaji mkuu atatambua kwa kifupi uwepo wa wageni waalikwa toka sekta mbalimbali na kutoa baraka ya mwisho bila kusababisha mkusanyiko wa hotuba zisizopangwa. Katika hatua nyingine, nafasi ya kutoa neno la shukrani itatolewa kwa mtu mmoja tu miongoni mwa walioshiriki kwa namna ya pekee katika tukio hilo. Matangazo mafupi tu yataruhusiwa kwa lengo la kuelekeza kuhusu taratibu zinazofuata, ikiwemo mlo au matembezi. Kwa niaba ya maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania, Askofu Simon Masondole wa Jimbo Katoliki la Bunda, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya liturujia, amesisitiza kuwa mabadiliko haya yanakusudia kuinua tena heshima ya ibada na kuondoa usumbufu usio wa lazima katika maadhimisho ya kiroho. Na hapa na nukuu waraka ambao umetolewa tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025 na Kanisa Katoliki. Wapendwa katika Kristo, waadhama, makardinali, maaskofu wakuu, maaskofu, mapadri, watawa na waumini wote walei, Kristo ni tumaini letu. Utakatifu na ukuu wa adhimisho la Ekaristi Takatifu ni jambo linalopewa heshima ya juu katika imani ya Kikristo. Kila siku Mama Kanisa na liturujia yake anatuita na kututaka kuliishi kutano hili la Mungu na watu wake katika hali ya uchaji na utulivu mkubwa. Hata hivyo, tumejikuta tukijenga tabia ya kuingiza matangazo mengi na hotuba nyingi kwenye maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Jambo hili likiachwa liendelee, litafifisha heshima tunayopaswa kuitoa katika ukuu huo wa liturujia mbele ya Mungu wetu. Ni katika muktadha huu, mkutano mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kikao cha 109 kilichofanyika Kurasini jijini Dar es Salaam tarehe 16 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025, maaskofu wameagiza maboresho ya maadhimisho yanayohusu daraja takatifu, nadhiri za kitawa, ndoa, jubilei na maziko ya Kikristo. Tunapokusanyika jamii yote ya wana wa Mungu yazingatie utaratibu huu. 1. Mwanzo wa misa. Kuanzia sasa misa itaanza mara moja bila kuketi na kusikiliza utangulizi au maelezo yanayohusu adhimisho na tukio husika. Kama kutakuwa na haja ya katekesi ya adhimisho husika, basi mambo hayo yaelezwe kabla ya maandamano ya adhimisho la misa takatifu. Bado naendelea kunukuu. Namba 2. Adhimisho lenyewe. Adhimisho litaadhimishwa kwa kufuata mtiririko wa riti na madhehebu kama yanavyoeleza na kuelekeza. Mwishoni mwa adhimisho, kwenye mabano baada ya sala ya komunio, itatolewa mara moja baraka ya mwisho.
Hakutokuwa na hotuba za kupongezana isipokuwa tu mwadhimishaji, paroko au padri kama ni tukio la kiparokia, askofu wa jimbo kama ni tukio la kijimbo, rais wa baraza la maaskofu teki kama ni tukio la kitaifa. Atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwadhimishi mkuu anawajibika kuwaalika wageni kutoa zawadi zao na bila wao kutoa salamu za pongezi. Namba 4, neno la mshangwera kwenye mabano mdarajiwa, mnadhiri, mjubilei na kadhalika. Atoe neno la shukrani kwa ufupi. Na namba 5, matangazo. Matangazo mafupi kwa ajili ya kuonesha utaratibu wa chakula yanafuata. Namba 6, picha, ambapo inaelezwa kuwa zitachukuliwa picha chache kwa ajili ya kumbukumbu. Namba 7, kutoa heshima kwa altare na kuondoka. Hapa ni mwisho wa kunukuu. Langu jina ni Musa Matiasi na hii ni Kipeo Online Media.